Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mnamo tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 1 usiku kwa katika kijiji cha Tingi, kata ya Tingi, tarafa Mpepo, wilaya ya Nyasa, mwanaume alitambulika kwa jina la Damas Aidan Nombo mwenye umri wa miaka 39 alimjeruhi mke wake ambaye jina lake limehifadhiwa kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni upande wa kushoto hadi utumbo kutoka nje, na baada ya kutekeleza tukio hilo alichukua sumu ya kuulia wadudu na kuinywa kwa lengo la kujiua. Mtuhumiwa alitekeleza tukio hilo mara baada ya kugundua kuwa mwanamke wake amekuwa akitumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yaani ARV, wakificha kitendo ambacho kilipelekea kutokea ugomvi baina ya wawili hao. Ndipo mtuhumiwa akamchoma mke wake kwa kutumia kitu chenye ncha kali, kisha na yeye kunywa sumu ili wote wapoteze maisha. Majeruhi amelazwa katika hospitali ya afya Tingi akiendelea na matibabu kwa hali yake ikiendelea vizuri. Mtuhumiwa amekamatwa na yupo chini ya ulinzi wa askari polisi, huku naye akipewa matibabu na mara baada ya afya yake kuimarika atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Aidha, kupitia operesheni hizo zilizofanyika maeneo mbalimbali katika maeneo tofauti mkoa wa Ruvuma, tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu ambao ni Hashim Jafari Mkadimba maarufu kama Mpelele mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa kijiji cha Mteramwahi Ziladu Maulid Mbawala mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Mateke B Justin Victor Salufu mwenye umri wa miaka 32, mkazi wa mtaa Furasto Mbinga wakiwa na jumla ya kete 420 na majani makavu yanayodhaniwa kuwa madawa ya kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilogramu 9 yakiwa kwenye mifuko ya saflet wakiwa wameficha kwenye maeneo ya makazi yao wanayoishi. Watuhumiwa na uuzaji na watumiaji wa madawa hayo ya kulevya. Upelelezi umekamilika na watuhumiwa wote wamefikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Pia tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 9 alasiri katika mtaa Mdilimila Makongondela, kijiji cha Ligunga, kata ya Lusewa, wilaya ya Namtumbo, katika barabara kutoka Lusewa kwenda wilaya ya Tunduru, jeshi la polisi lilifanikiwa kumkamata Samuel Andrea maarufu kama Tindwa mwenye umri wa miaka 48, mkazi wa kijiji cha Ligunga akiwa na lita 160 za pombe haramu ya moshi yaani gongo, akiwa amehifadhi kwenye madumu 8 yenye ujazo wa lita 20 kila moja, akiwa ameyaweka ndani ya mifuko ya safleti, akiyasafirisha kwa kutumia pikipiki ya aina ya Sunlich yenye namba za usajili MC 124 AWQ akitokea wilayani Tunduru kwenda Ligunga Lusewa. Vile kwa upande wa mafanikio ya kesi ya mahakama, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2024 majira saa 6:30 mchana huko kijiji cha Lilondo, kata ya Wino, halmashauri ya Madaba, ila Songea, lilifanikiwa kama gari yenye namba za usajili T 185 EBX aina ya Toyota Dyna Truck ikiendeshwa na dereva alifahamika kwa jina la Frank Ndunguru, likitokea Songea kwenda Njombe akiwa na mwenzake aitwaye Mahe Obongo James maarufu kama Raymond mwenye umri wa miaka 28, wakiwa wanasafirisha dawa za mifugo za aina tofauti zinazozaniwa kwa bandia zenye thamani ya shilingi milioni 78,996,099. Baada ya kukamatwa gari hilo la watuhumiwa, upelelezi wa kina juu ya tukio hilo ulifanyika kwa kushirikiana na mamlaka husika. Ilipofika tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2026, mahakama ya wilaya Songea ilitoa hukumu juu ya kesi hiyo, ambapo watuhumiwa walikutwa na hatia na kupewa adhabu ya mshtakiwa ameamrisha kulipa faini ya mahakama shilingi milioni 6,500,000, kulipa fidia TMDA ya shilingi milioni 30 na amelipa advance milioni 15, na shehena ya dawa yote yameamrishwa kuharibiwa. Pamoja na hukumu hiyo, pia mahakama ila Songea imeamuru kutaifishwa kwa gari namba T 185 EBX Toyota Dyna ambalo lilitumika kusafirisha dawa hizo kinyume cha sheria. Sambamba na hilo, pia tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira sana usiku katika kijiji cha Ndonga, kata ya Liwundi, tarafa Ruhuhu, wilaya ya Nyasa, mwanamke anayetambulika kwa jina la Catherine Simon Kinyungile mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa kijiji cha Ndonga, alifariki dunia baada ya kukamatwa na mamba wakati anaoga katika eneo la fukwe Forodha ya Hietu iliyopo ziwa Nyasa. Taarifa kamili ni kwamba tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira sana usiku marehemu akiambatana mtoto wake wa kike aitwaye Yosef Akibena mwenye umri wa miaka 30 walienda katika fukwe hizo zilizopo umbali wa mita 50 toka nyumba anaoishi, na marehemu aliingia majini kwa ajili ya kuoga, ndipo mamba akamvamia, kumkamata na kumzamisha majini. Baada ya mtoto wa marehemu kuona tukio hili la kukamatwa kwa mama yake, alipiga kelele kuita watu kwa msaada, ndipo wananchi walifika eneo hilo na kuanza kumtafuta. Alipofika majira sana usiku alifanikiwa kumpata mama huyo akiwa mahututi akielea majini, huku mwili wake ukiwa umejeruhiwa vibaya tumboni na mkono wa kulia,
ambapo mama huyo alifariki dunia kabla ya kufikishwa hospitali kutokana na kuvuja damu nyingi. Mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi na daktari na kukabidhiwa kwa ndugu kwa taratibu za mazishi. Natoa wito kwa wanandoa na wapenzi mkoani Ruvuma kuhakikisha na kuwa wazi kwa wenza wao juu ya matatizo na changamoto zinazowakabili ili waweze kukabiliana kwa pamoja na kuepuka migogoro isiyo ya lazima ambayo inaweza kupelekea vifo na majeruhi baina yao. Vile Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linaendelea kuwaomba raia wema kuendelea kushirikiana katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na mkoa wetu uendelee kwa salama wakati wote. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.